Bila shaka na muda umefika sasa, tuzame ndani ya Sizikwi Nayo. Sizikwi Nayo. Kwa hiyo kunishughulikia Nzula, I don't know what happened. Nikatiwa sumu kwa chakula. Sizikwi Nayo. Kuna mtu ananikuja na usiku kama nimelala. Sasa huwa akiingia wanasikia malaika inanisimama. Watu wanazungumza wazi wazi bila kuogopa. Sasa anatoka kidogo na anakuja na mwanamke. Sasa wanalala tu hapo mbele yangu. Hebu ngoja. Fungua wazi nafsi yako. Usizikwe nayo. Hapa Maisha Jioni. Usizikwe Nayo bila shaka. Hello. Hello. Mambo vipi? Mambo poa sana Nzula. Nilikuwa nataka kujiintroduce, kumbe wewe unanijua bwana. Karibu sana ndani ya Sizikwi Nayo kaka. Mimi nafuatilia sana Nzula. Asante sana bro. Sasa hebu ukiwa umebana jina lako na ubane jina la wahusika, tuambie kisa chako ni gani? Nzula, ni kwanza after 2017 kumaliza shule. After 2017? 2017 nilimaliza form 4. Ulimaliza form 4 alafu 2018 nilikuwa na msana fulani, yani kwa ngambo ile tu kijiji, lakini ngambo ile kijijini kwenye ngambo nyingine. Ngambo nyingine alikuwa ni best yangu tu msana. So nilikuwa kwa msana ile kabisa, wakati 2018 nikakuja nikamuoa. Ulipomaliza tu shule wewe ukaoa, ulisema college uendi? College ziko na tu wanaweza kwenda college. Hukuwa na uwezo. Na yeye alikuwa amemaliza shule? Pia alikuwa amemaliza na advance yote nchini. Mkaamua muwe bwana na bibi. Tukaona tukazaa pamoja. Sasa wenyewe 2018 wenye nilimuoa, nilikuja hapa Nairobi hapa kwanza, nilimeta tukakaa naye hapa kwanza. Ulikuja naye Nairobi? Mimi ndio nitakuja kuja Nairobi kwanza, nikafanya hapa kibara alafu nikamuita kuja nikamuolea, tukaoana tukiwa Nairobi hapa. Lakini mlioana kivipi? Kama stay ama mlienda kwa wazazi mkatoa mahari? Nikamstay tu, nilimuita tu. Ilikuwa ni kamstay. Hivyo tu. Sasa tukajipanga alafu nikajenga nyumbani nyumba. Ulikuwa unajua wazazi wake? Ulienda kwa wazazi wake ukamwambia nimechukua msichana sasa ni bibi yangu? Sikuwahi mwambia, lakini ile tu alikuwa anajua familia yetu, pia sisi tulikuwa tunawajua, lakini ile tu si kwenda huko kuja introduce kwao. Na familia ilikuwa inajua kwamba unaishi na mtoto wao? Walikuwa wanajua. Okay, ukajenga nyumba ushago? Nikajenga nyumba ushago hiyo 2019. Alafu December 2019 nikampeleka nyumbani kwetu. So ile nyumbani hiyo tukakaa nyumbani hivyo, tukakaa nikaona alafu nyumbani kumbe pia iko sawa tu, tukakaa nyumbani 2020. Alafu kufika 2021 kuna mheshimiwa hapo wa kijiji chetu hapo hivyo, sawa ni yani alikuwa ni best tu kwanza kitambo before hata ingia mambo ya politics. So ikawa ni linyewe kwa politics, akasema tutakuwa tukitembea na yeye for some time, tukimsaidia tukiwa na yeye, yani kutembea na yeye tukipika siasa zake tu. Huyu mwanasiasa akawa anakuambia utembee naye wakati wa campaign? Tukawa tunatembea na yeye na jamaa wangu mwingine pia. So ulikuwa umepata kama kibarua? Ulikuwa unapata pesa kutoka kwa hii shughuli? Ni kibarua tu, nilikuwa nikitembea hivyo, kuna kitu nilikuwa nikipata yani. Na ulikuwa unafanya hii shughuli ushago uko nyumbani? Tukiwa kwa nyumbani wakati wa campaign yetu 2021 na 2022. Naam. So 2022 nakumbuka ilikuwa Jumamosi fulani hivi. Yeye mheshimiwa alikuwa amekuja ngambo ile karibu na wakina bibi, si karibu sana vile, ni distance fulani pia yani. Alikuwa amekuja kwa kijiji cha kina bibi sasa ku campaign. Ngambo ile sasa alikuwa amekuja kugawa sera zake tu. So tuko naye pale ni jioni tu kuongea mambo yake hapo, kuongelesha wale mashabiki. Akaongea akamaliza, alafu unajua huyu azima mpaka lazima kasi kidogo tu. Na watu wanapewa 500 100. Sasa mimi na ule jamaa mwingine tulikuwa tumeaminiwa ni ndio tunapeana hiyo kitu yani. Sasa akimaliza anasema mtapanga line hapo hivyo, alafu tuwapie kitu kidogo hivyo. Nyinyi ndio mlikuwa mnapeana hiyo kitu kidogo, wewe na huyu mwenzako? Mimi na jamaa wangu mwingine huyo. So wewe uko kwa foleni yako au mwenzako yuko kwa foleni yake? Line yake alikuwa anapeana wanawake, mimi napeana wanaume huko. Wewe ulikuwa unapeana wanaume, yeye anapeana wanawake. Watu wamepiga line wanapewa pesa bwana. Wanapewa kitu kidogo. Kama mpeana kama pesa ngapi hiyo siku? Ilikuwa 200 tu. 200. 200. Sasa ilikuwa napeana hivyo Nzula. Mzee alikuja mara kwanza kama amevaa kofia. Sasa mimi siko na max za watu wenye walikuwa wanakuja na kuja akienda na kuja akienda, siko ni max zao. Walikuwa wanakuja akienda. Alikuja kwako? Ni mwanaume. Sasa mimi nilikuwa na kwa line ya wanaume na alikuwa ni mwanaume. Alikuja kwa line yako akapokea pesa?
Alikuja kwa lazima kama ndio kofia nifunike vizuri, sasa niko namuona hata uso unaona. Na hukujua kwamba ni father in law wako? Siko najua kama si father wangu in law mwenyewe, ni brother yake. Ni brother yake. Brother yake. So akaja kama ndio kofia nikampatia akaenda. So kwa nini tena akarudi sasa kama ametoa kofia? Akarudi round 2. Round 2 sasa mimi sikuwa nimeelewa kama ni mara kwanza kuja kama amevaa kofia. Nikatoa tena nyingine nikampea. Unaona? So nalienda mara tatu akarudi sasa kama ametoa kofia na ametoa tena koti nyako na hiyo koti. Alienda katoa kila kitu, kofia mpaka koti sasa. Sasa akatoa koti pia. Unaona? So nalirudi mara tatu ametoa koti. Mimi bado siko naangalia zura watu kwa sababu ni haraka kama tunaenda nikimbia kwa umeme. So nikampea tena nyingine lakini sasa kunipewa ya tatu hivyo. Na mama alikuwa kanda yangu akapiga kelele akasema akilia nipewa mara nyingi. Unaona? Haya. Alipewa na malizia wengine, alipewa mara nyingi. Sasa nishindwa nani huyo? Sasa harakati kuulizia ni nani huyo? Huyo jamaa wangu naye alikuwa amemsupport, umeona? Akamrukia. Kumrukia mzee akaanguka chini na akaanza kumtandika. Alafu kuna bodyguard wenyewe walikuwa na mheshimiwa wangu huyo. Pia akamrukia akaanza kumjeruhi hapo hivyo. Sasa nikamkaribia pia kwenda kumwangalia nimtandike. Nikawa nimemtumia kwanza teke ya kwanza akiwa chini, nikamshika tai kumwamsha, umeona? So kumwamsha kuangalia kwa uso hivi Zula. Kitu wangu mkwani. Anakwambia Zula nguvu iliisha hapo hivyo mpaka machozi kaanza kumtoka kwa sababu ulipomuinua ukimwangalia kwa uso una realize ni kaka ya your father in law. Mwenyewe tumbo moja hivi yani wenye wanafuatana. Sasa wenye nilimtandia teke akiwa chini, kamkanyaga. Sasa kumshika tai hivyo kumwamsha. Hiyo hasira yani kwa sababu ana mazao wengine pia mbona alafu unajua tena nikaje yenyewe huyo mdozi akijua niko na plani hiyo pesa kwa mtu mmoja mingi anasema labda ni watu wangu na angesema angekuingiza kwa shida. Vitu kama hizo anasema labda napewa watu wangu tena tukawane pesa mbele, unaona? Ukimwangalia usoni ni brother ya your father in law. Mwenyewe yani tumbo moja kabisa, unaona? Sasa ulisikiaje ndugu yangu na umempiga teke baba vya wako? Yani nguvu ilinisha kabisa, nikatamani hata sijipo ardhi pasuke mimi nisikuwepo yani nguvu ilinisha kabisa mpaka nikaanza kutoka na machozi tu hapo penyewe, hata mpaka watu wenzangu wakashangaa kwa nini ndio ilifanyika, unaona? Sasa nilikuwa hapo hivyo nikatoka, nilitoka polepole nikaenda kwa gari nikatulia huko hadi wakaanza kuniuliza nini ina happen. Mzee akatoka hapo pia akaenda. Na mzee alikujua? Mzee alijua ndio nilimwamsha hivyo, aliniona pia, unaona? Akajua ni wewe? Akaniona tu vizuri pia, sura akanijua. So akaongea kitu akatoka tu polepole hivyo akiwa anaenda. Mimi pia nikatoka nienda kwa gari polepole tu, unaona? So nikakaa dakika 2-3 hivi, alafu mzee akasema tutoke kama tumaliza shughuli tutoke twende. Sasa kutoka hivyo kwenda kwa tukaenda direct kwa nyumba, tukaenda kuna baa fulani ilikuwa pia tukaenda kwa tukakaa mpaka saa 3. Alafu tukatoka kwa nyumba tukaenda sasa kila mtu anaenda kiasi kwenda kwa nyumba. Naam. Sasa kwenda kwa nyumba kufika hivyo kumbe mke wangu ampigiwa simu. Ameambiwa mimi nimetandika babake mko, unaona? Nikamwambia kama kwa muda zingine ndio hizo, hata mimi yani nimeshamdeleza aje maneno, unaona? Kumwambia hivyo pia ashajua. Akaniambia sasa mambo kwa watu wetu pia ni madharau, na mimi sasa mwenyewe hata mwenye madharau. Akakwambia unadharau watu wa kwetu? Ni madharau watu wa kwao, ndio mdharau pia na yeye. Mbona nimtapea, unaona? Ndio hivyo akasema niko na ngoja tu kufiki kama nimeenda. Na akajua watoto akatoka akaenda, unaona? Alichukua vitu vyake akaenda? Alichukua watoto, walikuwa nayo watoto wawili, akachukua watoto na vitu zake akaenda hiyo siku hiyo tu. Hao watoto walikuwa ni wa nani? Tumezana na yeye watoto wawili. Wewe ulikuwa umezana na yeye watoto wawili? Watoto wawili. Akachukua watoto akaenda kwa sababu kwa bahati mbaya ulimchapa mjombake ama babake mkubwa? Zake saa 3 unajua si mbali kwa, akachukua pikipiki na akaenda. Nenda hivyo baada ya miezi 3 akaenda akuja Nairobi na mimi niko nyumbani bado. Akakuja Nairobi kufanya makipara hapo hivyo. Alafu nikampigia simu nikamwambia sitakuaje, akasema labda ukuje kwetu uombe msamaha ndio labda turudiane, mimi bado sikumbia wewe tuiti kama mimi na mke. Nikajaribu kutufana wazazi wangu huko, wakamwambia ati mimi pia ni tuandamane tu wote tu. Mimi na mzazi wangu na kutana. Mimi naona kama kuna uzito fulani hapo mimi kwenda huko. Kama wazazi hawezi kubalika mimi kwenda kwa ngumu, unaona?
Kwa nataka kama ni vizuri wazazi waende waongee kama vikia watu wazima tu waongee alafu ije kwa sababu siko nimetarajia by the way. Umeona? So hiki kitendo kilifanyika 2021 2022. 2022. Sasa ulienda kuomba msamaha? Niliona wazazi wakaenda huko lakini wenye wazazi walienda. Wakajaribu kuongea na wale wazazi wako na wakamwambia mzazi hana shida na wazazi wao, unaona? Mimi kijana nilikuwa na kiburi hadi niende. Unaona? Ulienda? Nikaona Nzula itakuwa ni ngumu kidogo kwenda kwa sababu kama ungekataa yani ushauri wa mzee baba yangu. Nilisikia ni pia bado itakuwa ni shida. So haukuenda? Sikuenda, nikajaribu kupigia simu kuongea na babangu mko mwenyewe rin. Akasema niende. Hakuna ubaya, unaona? So tukakaa kutoka hiyo 2022, 2023, 2023 ndo mke wangu akarudi, unaona? Alirudi 2023. Mke wangu akarudi 2023. Alirudi mwenyewe. Mwenyewe alikuja kwanza akaenda kwao. Na akakaa kwao alafu akarudi kwetu. Na alikuja kwangu na watoto hivyo tukaanza kukaa na hivyo alafu akaniambia babangu baidha ana shida tupange twende kwao, unaona? Kwa nikajaribu kutafuta kwanza marafiki zake kwa sababu pia wanakatakata hizi vizuri kidogo hizi maji ya kwetu huko nyumbani pombe hivi yani. Nijaribu kutafuta biashara nikamwambia mwito mzee akuja atakani kwa hii vitu zetu kwa alafu tuongee. Ilikuwa ni kitu mbaya pia ni kelele kubwa hivyo. Sisi kutarajia. Nikipata mzee kwa mahali pani kwa ile ikao ya wazee nikimpata gari kama hapo hapo anaamka anaenda. Mzee akikuona anaondoka. Ile yani jana nimpata amekaa na wazee wenzake pale kwa hiyo mahali alikuwa amekaa na stare zao hapo hiyo anaamka anaenda. So kufikia sasa uko na mke wako ama? Kufikia sasa hivi unaona lakini bado tu yani hajaka kwa amani vile. Wala pia niambie niende kwa niende msamaha. Mzee nikimkuta hataki tuongee. Uhusiano hauko sawa kati yako na wa father in law wako. Hata mke wangu pia kwa nyumba pia alikuwa kwa amani tena. Hatukai kwa amani tu wenye tuko mahali. Amkae kwa amani. Na mbona usiende tu jamani, ujipeleke nyumbani? Mbona unamfuata mzee mahali walevi wako? Mbona usiende nyumbani? Mzula ndo kidogo yani ninisumbua akili mpaka nimejua. Saa nyingine unajishukisha ndugu yangu, una humble, unaenda kwa wazazi. Si wewe unapenda mke wako? Kabisa pia. Unapenda familia yako? Kabisa tu. Saa nyingine unajishukisha bwana. Unashuka kwa level ya mzazi kwa sababu mzazi huwezi muongelesha ukiwa umesimama. Saa nyingine unakaa chini ndo kuelewe akusikize. Lakini najua by the time tunamalizana na haya mazungumzo ndani ya Siziku nayo utakuwa umepata ushauri. So unauliza ufanyeje ndio uhusiano kati yako na father in law uimarike na pia mke wako? Jana nilikuwa nataka nipanga ndio kwa nipeleke hata nipeleke barua yani. Najua shida ni ile kiraje niko katikati yangu na mtendaji nenda kusuluhisha mambo ya ile nyingine na naenda kupeleka barua. Umefika sehemu salama. Castan by ndugu yangu ushauri utapata 0719012700. Mimi namwambia tu aji humble aende aongee na mzee. Kwani shida iko wapi? Radio Maisha, hello. Hello Nzula. Yes, mambo vipi? Kwa sana ni David. Karibu kwa haraka tumshauri kakae tunamwambiaje? Nimesikia story ya huyo jamaa. Na ni kweli yenyewe anaenda huko apatane na kichapo. So ile njia anayotumia afadhali anapeleka huko atapigwa. Akienda huko atapigwa. Akienda huko atakutana na kibano, mbona wanataka aende nyumbani na wasichana huko kando wataki waongee. So wataka afanyeje jamani? Hebu tumshauri, tumpatie ushauri kwa sababu anatusikiza sasa hivi. Radio Maisha, hello. Ndio kwaje leo? Niko poa kaka, karibu sana. Jose Waroka niko hapa. Huyu kaka yetu afanyeje? Sasa vile mimi naona tu abebane na wazee wako wao. Usiende peke yake juu ndo atapewa heshima. Unajua wazee wao wanapewa heshima. Kabisa, bebane na wazee lakini aende nyumbani. Asingoje mzee kwa walevi. Mnaongea nini kwa walevi? Hakuna haja, yeye aende tu na wazee na bebe ka shopping na kapesa kidogo hivi. Kabisa, that is it. It's very simple. Sometimes unamwai. Karibu sana kaka. Habari yako ya jioni Nzula? Niko salama. Bila shaka kutoka Kilimambogo Machakos. Karibu ndugu yangu. Kila ambacho naweza shauri tu ndugu ni ya kwamba jambo tu ni ile tu anaingiza tu baridi ya kwamba unajua kuna pia familia zingine zinaweza chukua kulipiza kisasi, maybe aende na apige, lakini
kile kiko tu yeye ajambo tu na achukue mtu mmoja hivi watembea naye waende waongeleze mzee na mambo itakuwa shwari. Kwa sababu kama umemwacha mpaka saa hii yuko na mtoto wao, inamaanisha bado ni familia moja. Bado ni familia moja, kwa hivyo yeye asiingize baridi, yeye achukue mtu mmoja wawili waende aombe msamaha waongee, kwa sababu ni kitu kilitokea ghafla. Haikutokea ya kwamba anafanya akijua. Kabisa. Wewe unasemaje? Unamshauri vipi huyu kijana? Radio Maisha, hello. Hello Nzula. Yes. Good evening. Good evening to you. Mimi nashauri kaka yetu hivi. Na usemi jina ndugu yangu jamani. Okay, ni mwanahabari wa biashara Justus Kitona. Karibu sana. Thank you. Mimi nashauri kaka yetu hivi. Naam. Kwa sababu amekaa sana. And assuming that the uncle ama the dad-in-law ako sawa. Yes. Na hajalipa mahari. Mahari kwanza ndio inaleta shida, hajalipa mahari. Kabisa. Sasa afanye hivi kwa sababu amekaa sana. Kwa sababu ako na bibi yake nyumbani, a time kwanza siku yenye hakuna mtu huko nyumbani, time yenye wanasema, time labda kuna mama na baba peke yake. Aende apeleke shopping. Aende apeleke shopping na pesa kidogo. Aseme kijana alikuwa hapa lakini hakupata wazee. Kabisa. Alafu arudi sasa ajitayarishe kwenda officially. Hapo sasa kutakuwa na peace hiyo side na peace side. Sasa hapo Tunzilando atasaidika. I agree with you. Father-in-law unakutana na yeye kwa bar ama kwa sijui ni busa ama ni wapi. Mnaongea nini hapo? Hapo unaenda nyumbani. Kama unajua ulikosea, unaenda, unajihumble, unaongea na mzee na unanyoosha mambo. Tukimalizia Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Yes, mambo vipi? Iko salama, na Kelvin hapa. Karibu sana Kelvin. Unamshauri vipi kaka yetu? Mimi naona atafuta ya wazee watatu aende nao. Labda akienda peke yake. Akienda peke yake kuna kichapo. Anaweza kachapwa kidogo, lakini nadhani we all agree. Go to your father-in-law. Hata kama you'll be accompanied by someone, go. Fanya ka shopping, fika na labda ka 5k ka 10k, but don't go alone, na usiende ukiwa mkono mtupu, na usimtai mzee kwa walevi. Hata kama ni mimi huyu mzee, nikiukuona unaniongelesha hapo kwa pombe, sina kuachanisha hapo. I agree with mzee. Ni nini mnaongea kwa nilikuwa nasema mnazi jamani. Ni nini mnaongea sehemu ya kunywa pombe? Hakuna. Usizikwe nayo. Nzula Makosi tukusaidia kufungua roho. Usizikwe nayo. Radio Maisha 105.